Mpendwa mtazamaji, na kuletea nyingine hii hapa kutoka vyama vya siasa. Msivunje madirisha mnaotaka kuja ACT Wazalendo, milango ipo wazi. Hiyo ni kauli ya Zitto Kabwe. Kauli hiyo ya Zitto zinakuja wakati ambao baadhi ya makada na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakidaiwa kuwa njia panda baada ya tume ya huru ya uchaguzi INEC kutangaza kuwa chama hakitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Kiongozi wa zamani wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amewakaribisha wanasiasa wanaotaka kufanya siasa, akisema milango ipo wazi kujiunga na chama hicho. Kauli ya Zitto inakuja wakati ambao baadhi ya makada na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakidaiwa kuwa njia panda baada ya tume huru ya uchaguzi INEC kutangaza hakitashiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Uamuzi huu ulitangazwa Aprili 12, 2025 mkurugenzi wa INEC Ramadhani Kairima baada ya Chadema kususia kusaini kanuni za maadili, hivyo kukosa sifa ya kushiriki uchaguzi mkuu na ndogo zitakazofuata kwa muda wa miaka 5 mfululizo. Kwa mujibu wa INEC, kanuni za maadili zimeandaliwa kwa mujibu wa kifungu cha 162(1)(2) na (3) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, kinachoitaka tume baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali kuandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zitakazoainishwa na maadili ya vyama vya siasa. Hata hivyo, kumeibuka mgogoro kuhusu ukomo wa kanuni hizo, huku Chadema ikituhumu INEC kuwa na ajenda ya kukidhoofisha. Wakati hayo yakifanyika, tayari Chadema ikishatangaza kutoshiriki kwenye uchaguzi hadi mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi yafanyike ili kuhakikisha haki inatendeka kwa vyama vyote. Msimamo huu umechangiwa na kampeni yao ya No Reform No Election, ambapo viongozi wa chama hicho wamekuwa wakifanya ziara kutoa elimu kwa wananchi. Lakini leo Jumatano Aprili 16, 2025 kupitia akaunti ya mtandao wa X, Zitto ameandika, kwa wale wanasiasa ambao wanataka kufanya siasa lakini milango imefungwa kwenye vyama vyao, wasivunje madirisha wala nyumba. Karibu ACT Wazalendo, tufanye siasa. Tunaweza kuleta mageuzi tukiwa mchezoni. Uchaguzi ni jukwaa la kuelimisha na kuamsha umma. Mobilization. Uchaguzi ni jukwaa la kuionyesha dunia tunachokipigania, exposing the flaws, ameandika Zitto. Baadhi ya wadau wa mtandao huo walikuwa na mtazamo tofauti wakati wakichangia mada ya andiko hilo la Zitto. Aliyewahi kuwa mbunge wa Kigoma Kaskazini 2005-2015 Glory Tausi alitoa mrejesho akimjibu Zitto kuwa asante kiongozi, wakati Zingbam ameandika kitu pekee ACT Wazalendo wanaweza kufaidi ni kupata wagombea, jambo ambalo ni zuri kwa chama kupata wanachama, ila swala la kuleta mabadiliko ni uongo uliochangamka. Ikiwa hatutakuwa wote pamoja kupigania mfumo kwa kuilazimisha, basi tusahau kuleta mabadiliko ya kitaifa, ameandika mdau huyo. Naomba usahau kulike, kushare na kusubscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zinazojiri hapa. Ciao.